Karibu kwenye hii video. Nitakuonyesha hatua ya kwanza kabisa kwenye kujifunza na kwenda kufanya biashara ya forex trading. Kwa hiyo nitakuonyesha namna ya kufungua account na kuweza kufanya trading. Cha kwanza kabisa, chini ya hii video, kwenye description ya hii video kuna link ambayo itakupeleka kwenye website kwa ajili ya kufungua account chini ya broker, account ambayo utakuwa unatumia kwa ajili ya kufanyia trading au kujifunza. Ukisha bonyeza hiyo link itakuleta moja kwa moja mpaka kwenye hii hapa page ambapo utaanza kujaza details zako. Utajaza hiyo nchi yako, utajaza na email yako. Pia utaweka na password ambazo utakuwa unatumia kwa ajili ya kulogin kwenye dashboard yako, ambapo utakuwa na manage account zako za mazoezi na account yako ambayo utakuwa unafanyia biashara au account zako. Ukishajaza details zako, email na password, utakuja moja kwa moja mpaka hapa, itakuleta moja kwa moja hapa, then utachagua ile account. Maana ukifungua moja kwa moja itakuwa imefungua demo, lakini pia unahitaji ile account. Kwenye ile account, kwa sababu ndo mara ya kwanza unafungua account, kuna stage ya kujaza details zako, yani ku complete profile yako. Then kwenye complete profile, broker atahitaji uconfirm email yako kwamba hiyo email uloijaza kwenye registration yako kwamba unaimiliki. Hivyo utaconfirm email yako, then utaconfirm namba yako ya simu, na zote kwenye kuconfirm utatumiwa codes, ambazo hizo codes utakuja kuzijaza. Baada ya kuconfirm email na namba ya simu, tutaendelea kwenye stage inayofuata ambayo ni kujaza majina yako. Majina utakayojaza yanatakiwa yaendane na majina yaliyoko kwenye vitambulisho vyako au kitambulisho chako, kama ni kitambulisho cha taifa ambacho utakuja kutumia kwa ajili ya kufanya verification, sababu lazima ufanye verification wa KYC kwa ajili ya kuverify account yako. Then kwenye hizi details zinazofuata utachagua kulingana na taarifa ambazo unaona zina fit kwa upande wako. Ila kwa mwanzo utaselect hedge. Employment status utaselect kulingana na taarifa zako. Hapa pia utaselect kulingana na taarifa zako. Profession au occupation yako, au unaweza kuselect kama ninavyo select hapa mimi. Your source of income utaselect kulingana na information zako, au kama ninavyo select hapa haina shida. Hizi pia utaselect kama ninavyo select, haina shida. Pia utafuata kurasa inayofuata, pia utaselect kama ninavyo select.
Okay, hizi details zote unazo select hapa zina vary kulingana na mtu kwa hiyo unaweza ukaselect the way una prefer wewe kwa upande wako. Hizi hazikuzuii kwamba ushinda kutrade au ushinda kujifunza, kwa hiyo zinatofautiana kulingana na your level of education, au experience yako au elimu yako kwenye hii biashara ambayo unaenda kuifanya na kadhalika. So ukisha select details zote kama nilivyo select hapo, utaendelea kumove forward. Okay, uta select kama ninavyo select. Hapa uta select instrument ambazo utakuwa unazitumia kwenye kujifunza au kufanya trading. Hizi pia azimati sana kwa sababu hizi ni kama survey wanafanya. Then mwishoni kuna vitu vinaitwa risk tolerance au risk disclosure, unatakiwa ku accept, then you are good to go kwa ajili ya kufanya verification, ambao ni next stage ambayo itakuhitaji upload document zako za kitambulisho. Utaangalia majina yako kama yapo sawa, then edit majina yako kulingana na document ambayo utaenda kusubmit ya kitambulisho. Then utaenda next, upload document yako, ukurasa wa mbele na ukurasa wa nyuma, and then utasubmit document yako. Then from there utasubiri email ambayo itakwambia kwamba profile yako iko verified tayari. Kwa hiyo unaweza kuendelea na matumizi ya kujifunza au kufanya biashara. So kwa leo tutaishia hapa. Next video tutakuonyesha namna ya ku logins kwenye trading platform na namna ya kuanza kufanya trading, kujifunza trading from demo. Kwa hiyo kwa leo uta edit password uliotumia kwenye kusign up pale mwanzo ndio ambayo utatumia ku login kwenye demo yako, lakini pia password unaweza kuzibadilisha. Kwa hiyo hapa tutaenda kwenye ku change trading password ambazo utatumia ku login kwenye trading platform yako. Let's say hapa tutumie simple password. Unaweza kutumia kama hii, unaweza kutumia password yoyote ambayo utaona wewe inakufaa, ambayo unaweza kuikumbuka au unaweza kuinote mahali. Okay, then ukisha change password we'll come back na next video ambayo nitakuonyesha namna ya kulogin na namna ya kuanza kufanya trading. Thank you. See you on the next video.